Karibuni wapendwa katika tafakari ya Jumapili ya 5 ya Pasaka. Injili ambayo kanisa limetuwekea ni Injili ya Yohane sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 12. Tupo bado katika maadhimisho ya ufufuko wa Bwana. Lakini injili hii tunayosikia ni injili ile ambapo Yesu anawaaga wale 12, anawaaga wapendwa wake. Tuseme 11 kwa sababu yule wa 12 ameshatoka. Yesu anaaga. Na kwa vile tunaelekea kipindi cha kuadhimisha pia kupaa Bwana, pengine tukisoma injili hii tunaweza kufikiri kwamba Kristo alikuwa anawaaga kwa sababu anakaribia kupaa mbinguni. Hapana. Pamoja na kwamba kweli hatimaye Kristo angepaa mbinguni, lakini muktadha wa injili hii sio wa Yesu anayeaga kwa sababu ya kupaa. Injili hii imetoka katika sehemu ile ya karamu ya mwisho. Ni injili ambayo haielezei furaha ya ufufuko. Ni injili ambayo matamshi ya Bwana yanatokana na taharuki iliyotokea. Yuda amemsaliti Bwana na ametoka. Na sasa Kristo anajua giza linalomkabili mbele yake. Na anajua kwamba wanafunzi wake pia wametikiswa. Na hivyo anawapa moyo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, mniamini na mimi. Anasema kwamba atakwenda lakini atarudi. Atakwenda wapi? Kama nilivyosema, huku kuondoka kwa Yesu sio kule kupaa kwake. Wala katika muktadha wa anachokizungumza Bwana. Huku kuondoka kwa Yesu ni kupitia njia ya kifo. Njia ya mateso, kifo na ufufuko. Alafu atarudi. Na akisema hivi anasema anaenda kuandalia mahali, kuandalia makao. Na anasema nyumbani kwa Baba yake kuna makao mengi. Wazo ambalo tena linaweza likaja haraka kwetu ni kwamba Yesu amepaa mbinguni kusudi kutuandalia sehemu za sisi kwenda kuishi tutakapomaliza historia yetu hapa duniani. Lakini bado makao anayozungumza Yesu kwa kweli, kama ambavyo baadhi wametafsiri wataalamu wa maandiko matakatifu, makao anayozungumza Yesu ni kanisa lake. Kwa sababu Kristo ataondoka kupitia hii njia ya kifo, kisha atarudi kwa njia ya ufufuko. Na hapo kanisa sharti lisimame. Na anawaandaa wanafunzi wake kwamba mambo bado hayatakuwa rahisi, lakini waendelee kuamini. Kwa sababu kanisa la mwanzo, kama tunavyofahamu, kanisa lililokuja baada ya ufufuko, tuseme kanisa lilivyozaliwa baada ya ufufuko, ni kanisa ambalo liliteswa sana, lilitaabika sana. Pamoja na kwamba sehemu fulani katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunadokezwa kwamba kuna muda kanisa lilipata raha, lakini kanisa kwa kweli liliteswa. Kwa hiyo ni hapa ambapo mitume wanapaswa kukumbuka maneno ya Bwana. Aliwaambia njia ya kuchukua, aliwapa matumaini, aliwapa uwezo wa kusimama imara. Na wanafunzi wawili wa Yesu, Filipo na Toma, wanauliza maswali ambayo ni msaada kwetu, kwa sababu Yesu anatoa majibu kwa kina. Yesu anaposema anakwenda huko na mitume wake watamfuata huko anakokwenda, akimaanisha kwamba njia aliyopitia na mitume pia wataipitia. Tomasi anamwambia sisi hatujui njia. Na ndipo Kristo anatoa jibu maarufu, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Tumwamini yeye, tumwamini na Baba. Swali lingine kutoka kwa Filipo, utuonyeshe Baba na itatutosha.
swali la mtu anayetaka kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, swali ambalo ni kama mwangwi wa kile alicholia Daudi katika Zaburi ya 28. E Bwana, uso wako ninautafuta, usinifiche uso wako. Ndilo swali letu la tunalomlilia Mungu, na Filipo anatusaidia kumuuliza Bwana, nitaunganika vipi na Mungu? Nitamwona lini Mungu? Pengine nikimaanisha nimuone kusudi changamoto zote nizo nazo zifutike. Jibu la Yesu, aliyeniona mimi amemwona Baba. Aliyemwona Yesu amemwona Baba. Yesu ni sura ya Mungu. Tunamwona wapi Yesu? Sawa, tumemwona katika maandiko matakatifu. Na kwa Dominika leo, labda tungeutafakari vizuri zaidi uso wa Mungu kwa kumtazama Kristo aliye msalabani. Namna alivyokuwa mtulivu pale msalabani. Maneno ya baraka aliyoyatamka alipokuwa pale msalabani. Maneno ya msamaha aliyoyatamka alipokuwa pale msalabani. Wosia aliyotamka alipokuwa pale msalabani. Mtu mtulivu anayetakia wote mema, kuanzia maadui mpaka marafiki. Huo ndio uso wa Yesu. Huo ndio uso wa Mungu. Na kama tunauliza swali hili la Filipo, tuonyeshe Baba, basi tuwe tayari kumwiga Yesu. Tuwe tayari kumwiga Yesu hata tunapokuwa katika mahangaiko ya hali ya juu. Tubakie kuwa watulivu na kutamka maneno ya baraka kama Kristo alivyotamka. Na hapo sio tu tutakuwa tunaiona sura ya Mungu, uso wa Mungu, bali na sisi tutakuwa tuna akisi sura ya Mungu mwenyewe. Sababu baadaye Kristo huyo amesema kwamba yeye ni mzabibu na sisi ni matawi yake. Sisi ni sehemu yake, hatutenganishiki naye. Sisi na Yesu na Baba, kama kweli tunajitahidi kumwiga Yesu, tu wamoja. Tumsifu Yesu Kristo.